Kiujumla Trump tangia mwanzo ukiangalia sera zake na ukimfuatilia Trump mwenyewe tangia iko kijana mdogo miaka 40 na iliyopita hajabadilika, iko vile vile. Kwa hiyo Trump ni mtu wa namna hiyo, ni mtu ambaye kwanza anavuruga alafu ndo mnakaa mezani. Kwa hiyo ni ukimfuatilia biashara zake zote ambazo amefanya duniani mpaka amekuwa bilionea, ni mtu anayekuvuruga alafu anatafuta ground ya kufanya sasa mazungumzo ukiwa umeshavurugwa tayari. Kwa hiyo hiyo ndo namna ambavyo yeye anafanya biashara binafsi. Hiyo sasa anaingiza moja kwa moja kwenye nafasi yake kama rais, akijua kwamba nikiwavuruga watakuja taka mezani. Kwa hiyo utaona kutakuwa na changamoto kubwa kwa kipindi fulani ambaye hajali. Kwake hawezi kujali, sababu ni vitu ambavyo vimezoea kwa maisha yake yote, kuvuruga alafu kukaa chini. Kwa hiyo itakwenda hivyo kwa muda fulani, alafu kama alivyokuwa anasema mwenyewe, tayari ameshaanza kupigiwa simu na maqueen, making, maraisi wakimwambia mambo jinsi kwamba itakuwa sio nzuri kwa ongee. Maana yake tayari ameshataisa mazingira ya hawa watu kuja mmoja mmoja akiwachagua, alafu ataanza mmoja mmoja kuongea naye akihakikisha kwamba yeye anashinda. Trump ni mtu wa kushinda. Sio mtu wa kuluzi. Ndio maana unaona hata alivoluzi kwenye temu ile ya pili ambayo alichukua Biden, ilikuwa ni ngumu sana kukubali kutoka kwenye madaraka. Sio mtu wa kupoteza, ni mtu wa kushinda. Kwa hiyo ukiangalia hii ni namna ya maisha yake yanavyokwenda. Lakini all in all unasikia anasema America first. Hawa ni conservative. Conservative hawaangalii maisha ya watu wengine, wanaangalia wao. Kwa hiyo yeye mwenyewe ni chama chake Republican ni conservative. Lakini ukiangalia yeye mwenyewe Trump ni conservative kabisa kwa maisha anaoishi. Unaona? Kwa ni wale watu wanaoamini wao ndio bora kuliko watu wengine, wao ndio wanatakiwa apate share kubwa ya kila kitu. Sio, anaamini hivyo na anaishi hivyo. Ndio maana unaona hata sasa hivi anaamini hivyo na anaenda kwa kasi hivyo. Ila tu kama walivyosema mwanzo, hili ni funzo au ni kitu gani? Ni funzo ndio, kwa sababu dunia nzima ikitegemea nchi moja, siku ile nchi ikiamua vinginevyo tutaishi vipi? Kwa hili ni funzo kubwa sana kwetu sisi kama Watanzania, kama Waafrika, kujua kwamba itafika siku ambapo inabidi tujitegemee sisi wenyewe. Na sisi wenyewe tufanye biashara kati ya sisi wenyewe, ili hata mtu mwingine akitukwamisha tunaweza tukaishi. Trump ni mwendelezo wa mbinu zake za kufanya kibiashara. Ni mwendelezo wa mbinu zake za kufanya mjadala, kuhakikisha kwamba anapata attention ya kutosha. Na yawezekana yeye na watu wake wanajishauri kwamba wametangaza mara nyingi kwamba wanataka kupata taarifa nzuri zaidi kutoka nchi nyingine. Wanataka kurudisha viwanda Marekani, vizalishe kutoka Marekani, na wanataka kuongeza mapato ya taifa. Lakini hasa anachofanya sasa ni kutaka kupata taarifa nzuri zaidi kutoka nchi nyingine. Kwa hiyo mbinu anaotumia kama hizi tunasema ni taarifa za malipizi, ni taarifa za malipizi, kodi za malipizi, kwamba alichokuwekea mwenzako ndicho leo namwekea hicho, ni katika kuwafanya watu washuke, nchi zishushe kile ambacho inazichaji Marekani. Sasa ni kwa vipi gani atafanikiwa, ni mjadala mrefu sana, na ndio chanzo cha sintofahamu inayoendelea sasa hivi duniani. Katika hoja tatu ambazo anazisema sana: kupata taarifa nzuri zaidi, kurudisha viwanda Marekani, kuongeza mapato, huwezi kufanikiwa kwa vyote vitatu. Labda na hasa ambacho kiko mbali sana na uhalisia ni cha kurudisha viwanda Marekani, kuongeza uzalishaji wa viwanda Marekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hicho ndo kitu ambacho Marekani haijapoteza hiyo sifa kwa sababu tu ya sababu moja ya tarifu, au kwa sababu moja tu. Kuna sababu nyingi sana ambazo zimechangia mpaka Marekani ikawa kwenye hii position ambayo iko nao sasa, ya kwamba viwanda vingi kuzalisha tena ukiwa Marekani sio efficient tena. Kuzalishia ukiwa Marekani hakuleti ufanisi zaidi, na wachumi wanataka kufanya vitu kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo kwa sababu hizi sababu nyingine zilizosababisha Marekani ikapoteza nguvu zake za viwanda, ikahamia kwenye soft power zaidi, ni sababu ambazo ziko hata nje ya mambo kama haya ya kikodi. Kwa hiyo sioni kwa urahisi ilikifanikiwa kwa kiwango ambacho yeye anakiona. Inaweza ikafanikiwa kwa kiasi fulani kwa mwanzoni, kwa sababu kwanza nchi zitapata shock
zitajaribu mitigate kuona namna gani zinarekebisha mambo yao. Kuna ambazo zitakubali kushusha tariff ili ziweze kuuza Marekani na Marekani inunue kwao. Kuna ambazo zitaamua kuendelea na maisha yao, na kwenye kuendelea na maisha yao Marekani itabaki namna gani. Lakini jambo moja la uhakika ambao tunajua ni kwamba itaumiza walaji, wananchi wa mwisho wa Marekani kwa kipindi pengine chote hiki cha utawala wake, kwa sababu watakosa bidhaa muhimu Marekani. Lakini viwanda fulani vinaweza vikalindwa, lakini si vyote. Si vyote. Na itafanikiwa kufanya nchi nyingine zifanye kile Marekani inataka kwa muda mfupi. Lakini kwa ujumla ni kwamba sioni mimi binafsi kuiona Marekani ikirudi kwa nguvu za viwanda kama ambavyo ilikuwa kwa hizi mbinu wanafanya. Ni kwa sababu kubwa, ni kwamba sababu hizo fanya ikawa hivyo, ikatoka kwenye position, sio tu sababu za hivi, ni sababu ambazo zimechangiwa na mambo mengi zaidi. Kwa mfano, uzalishaji wa ufanisi wa bei ya chini kwenye nchi nyingine zinazoendelea, nchi za Asia, Cambodia, nchi za Asia za Taiwan, China, zinazalisha kwa bidhaa zao kwa bei ndogo sana kwa sababu ya kwa sababu ya gharama za chini za uzalishaji za wafanyakazi. Sasa nchi za Southern America, Cambodia na nyingine pia zinafanya hivyo. Sasa ni ngumu kuweza kushusha gharama za uzalishaji Marekani kufikia hicho kiwango, pamoja na kwamba watakuwa wana uzalishaji wa kodi ambao ni rafiki. Tutapata athari obviously, kwa sababu Rais Trump ameweka ushuru wa chini kabisa wa dunia nzima. Bidhaa yote itakayoenda Marekani ameweka 10%. Sisi tukiangalia kwenye ile AGOA ambao tulikuwa tunapeleka bidhaa zetu Marekani free, maana yake tutakumbwa na hiyo 10%, ambao ndio unasema viwanda vyetu ambao vimetengeneza nguo za labda jeans, t-shirt kule Arusha, A to Z na vitu kama hivyo lazima vitaathirika. Lakini mimi naona kwamba kuna kuathirika na kuna vile vile faida ambazo zitatoka baada ya hapo. Sababu utakuwa na alternative, utabidi kutafuta alternative market ya kupeleka hizo bidhaa zetu, na sisi wenyewe kama nchi tunapaswa kujipanga kupunguza gharama. Sababu kama kuna 10% itaongezeka, maana tunaweza kushindwa kupambana na wenzetu ambao kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo cha muhimu cha kufanya ni kuangalia tu ile kupunguza gharama zetu chini za uzalishaji ili tuendelee kupata ile soko la Marekani. Changamoto ambayo naiona kubwa ambayo ipo kwetu sisi, hiyo kuongezeka kwa hiyo 10%, lakini vile vile kutakuwa na ugumu fulani. Ukiangalia jinsi ambavyo Rais Trump ni kwamba anataka afanye viwanda vyake kule. Sasa kuna baadhi ya viwanda ambavyo ni rahisi sana kuvianzisha. Yani kama alivyosema mwenzangu hapa, kuna viwanda vingine sio rahisi kuvianzisha leo na baada ya mwaka mmoja ukaanza kufanya kazi. Lakini kuna baadhi ya sekta nyingine kama textile ni rahisi sana kuambia kusaidia textile, sio heavy industry. Unaweza kujenga tu kwa muda mfupi, ndani ya miezi 3-4 ukaanzisha textile. Na kwa sababu wao tayari wana maso, wanaweza kufanya hivyo. Ndio riski ambayo tulikuwa nao sasa hivi hivyo. Lakini kwenye hivi viwanda vingine vikubwa ni ngumu sana kwa temu yake ya miaka 4 akitegemea kwamba atahamisha viwanda vingi kwenda Marekani. Ni ngumu sana. Lakini lingine vile vile kwamba labor force ya Marekani haiwezi kufanya kazi kama tunaofanya labor force. Labor force yetu ni ndogo. Kwa ni sisi wenyewe tu kujipanga, na good thing kwamba sisi tuko kwenye minimum. Kwa maana yake mtu yote anayepeleka bidhaa Marekani lazima hiyo 10% ailipe. Hiyo ndio inatusaidia kwamba wote tumeathirika, sio sisi wenyewe. Ingekuwa mwingine ameambia 0, sisi tukaambia 10, tungeanza tukuna shida. Kama alivyosema mwenzangu kwamba changamoto itakuwa kwamba hiyo gharama italipwa na Marekani wenyewe. Kwa sababu sisi tutapeleka nguo zetu kwa gharama yetu ile ile. Ule anayenunua kule ambaye ni agent labda kiwanda huku anajua kwamba sasa kuna tarifu ya 10%, ataiongeza tarifu ya 10% kwenye bidhaa yake, italipwa na mtumiaji wa mwisho kule Marekani. Kwa sisi tukiwa waangalifu tunaweza tukacheza, kwa sababu tarifu tuliokuwa sisi ni ya chini na ni wote. Kwa sisi kama Tanzania athari yetu haitakuwa kubwa sana. Lakini ujue kwamba na sisi tunadili na watu wengine. Kama kuna mwingine ambaye tunadili naye akipigwa tarifu ya 46%, sina hivyo. Kuna faida na hasara. Hasara yake ni kwamba wanaweza kaswitch kuja kwetu huku. Sina hivyo. Wanaweza kuswitch kuja kwetu huku.
Sasa mfano Vietnam, Cambodia, labda Bangladesh wanazalisha nguo vile vile. Kama amepigwa 40 na kitu, wanaweza kachukua zile nguo kaleta kwetu huko. Zikafladi kwenye soko letu huko. Na si kama hatuna taarifa kubwa kwao, wanaweza kutaribia soko sisi huko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kubalansisha na kuangalia. Watu wetu wa uchumi, watu wa fedha, ni vitu ambavyo sisi tuangalie tuna adjust wapi ili athari ziwe ndogo. Ni kitu ambacho kinawezekana. Lakini sisi bahati nzuri Tanzania taarifa yetu iliwekwa ni ndogo, ni ile ambayo ni dunia nzima inayopeleka Marekani imewekwa taarifa hiyo moja. Mimi nafikiri kama ambavyo nimesema mwanzo, Trump anatafuta ground ya kunegotiate. Na kuna watu ambao ukiangalia wamewatarget. So sisi tunapeleka bidhaa chache sana Marekani. Lakini nchi kama China, nchi kama Vietnam, nchi kama Cambodia ambayo wametarget kwa nguvu, zile nchi zinapeleka bidhaa nyingi sana Marekani. Ndio ambazo wametarget. Anataka ground ya kunegotiate. Ndio anachokitafuta hicho. Kwa hiyo utaona mmoja baada mwingine, na yeye mwenyewe atakuwa anakuja anaongea. Huyu tumeshakubaliana naye. Kwa hiyo anamtoa. Huyu mmoja baada mwingine. Kwa anatafuta tu ground ya kunegotiate. Kwa hiyo watafanya sasa hizo itakuwa ni bilateral. Nchi na nchi zina negotiate terms hizo, zinakubaliana, zinaenda. Na yeye anataka wini. Na ndio tabia yake hiyo. Kwa hiyo akiwini ataenda, lakini kama ambavyo mwenzangu anasema kwamba sio rahisi kwa temu yake ya miaka 4 ahamishe viwanda ambavyo vimetoka Marekani zaidi ya miaka 30 avirudishe Marekani. Sio rahisi. Na kama anavyosema kwamba mazingira ya viwanda kuna vitu vingi vya kuangalia. Sio tu nini anacho yeye Marekani ambacho anaringia ni kwamba GDP yake ni kubwa. Lakini vile vile Marekani purchasing power ya watu wake wa kununua vitu ni kubwa. Kwa hiyo kila mtu anataka ingia kwenye soko la Marekani. Sababu ndio watu wenye uwezo wa kununua. Kwa hiyo ndio anachoringia hicho. Lakini ukiangalia sasa hivi hata ukiangalia GDP ya Marekani na China, gap inaanza kukua ndogo. Ukichanganya ukichukua labda India pamoja na labda na China, wanamkaribia kufikia GDP ya Marekani. Kwa hiyo sio muda mrefu, na hao wenzetu wa Asia wako smart, wanajipanga na wao. Kwa hiyo sio muda mrefu sana unaweza kushangaa haya naofanya Trump yasifanyike tena Marekani. Kwa sababu hata akifanya hakuna mtu atakayebodha. Tunabodha sasa hivi kwa sababu ana purchasing power kubwa ya kununua bidhaa duniani kuliko mtu mwingine wote ule. Kwa hiyo akifanya vurugu kwenye soko anaweza akadestabilize uchumi wote wa dunia. Ndio woga wa watu waliokuwa nao sasa hivi. Cha kwanza kikubwa ni kwamba unafahamu vile hakuna mtoto ashawahi kufariki kwa kuachishwa kunyonya. Kwa hiyo wamama wakiachisha watoto kunyonya tunakuwaga ni chanzo cha watoto kuanza kujifunza kula vyakula vigumu. Kwa ndicho ambacho anafanya Trump sasa, kwamba ni kama vile ni wakati wa dunia nzima sasa kuanza kutafuta kufanya vitu vigumu. Sasa na nani atachukua hiyo nafasi ya kushika ya kuendelea kuwezesha hicho kiendelee kutokea? Ndo kuna nchi kama Urusi zinaibuka hapo, na kuna nchi kama dominance ya China inaingia pia. Kwa hiyo ninachoona kwa mwendelezo wa siku za usoni au in long run tunaposema ni kwamba nchi nyingine zote ambazo zimepigwa na hizi taarifa na zinahangaika sasa hivi zitatafuta namna ya kuendelea kupona kutoka katika hiyo situation, utegemezi wa Marekani, kutoka kwenye kuitegemea Marekani katika kulisha viwanda vyake, kutoka kutegemea Marekani kama mteja wa kudumu, na kutoka kuitegemea Marekani kwenye mambo ya misaada na vitu kama hivyo, kitu ambacho kitasababisha zitafute alternative, zitafute plan B. Sasa hiyo plan B itakuwaje? Ndio yanakuja mambo ya BRICS pale, ambayo Urusi anaweza akawa na nafasi kubwa sasa ya kuchagiza haya maendeleo ya nchi nyingine na ushirika mwingine ambao unaendelea. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, leo ndo siku ya pili tu, tunaenda siku ya pili sasa tangu tu taarifa imetangazwa. Kwa hiyo tutakuwa tuna wiki nzito sana ya mivutano ya hapa na pale, kuona nchi zinaadjust vipi. Zipo ambazo zitakubali kushusha, zipo ambazo zitaamua kuendelea, lakini jumla litakuwa ni fukuto la muda fulani na dunia. Lakini ikija kukaa kwenye mstari, hata Marekani haitakuwa kama vile ilivyo. Influence yake kwenye dunia, ushawishi wake kwenye siasa za dunia unaweza usibaki kama ulivyo. China pesa yake haiko katika, haiendeshwi na soko huria linaloendesha fedha nyingine, kwa sababu
dola ya China serikali ya China inajaribu kuicontrol kwa ukaribu zaidi, na ni jitihada za makusudi za kuhakikisha kwamba inabaki chini ili iwe rahisi kuagiza vitu China kutokana na vitu vingine. Sasa kuna Marekani anaongea kuhusu hizo siasa za kujaribu pia kuona namna gani, lakini uhaba wa dola, vita ya katika kitu ambacho Marekani itamchukua ugumu ukiachia kwa ukaribu ni dollar dominance, ni utawala wa fedha yake katika mfumo wa fedha wa dunia. Ni kitu ambacho hatataka kukiachia kwa urahisi. Kwa hiyo ndo hapo inapokuja dhana ya kwamba zinaweza zikaadimika, kwa sababu mojawapo kati ya hizo mbinu zitakazotokea itakuwa ni kuzuia demand ya dola, ili kuzuia supply ya dola, usambazaji wa dola katika nchi nyingine, ili thamani yake ibaki kuwa katika viwango ambavyo yeye anataka na iwe rahisi kucontrol. Kwa sababu sasa hivi bado dola inatumika katika nchi nyingi, na bado dola ndio kinara wa mizunguko ya fedha yote duniani. Kwa hiyo akifanya hivyo sasa, ina maana bado kutakuwa kuna uhitaji mkubwa ambao utakuwa unaendelea kuhitaji, kwa sababu uhitaji utazidi kile kiwango ambacho amefanya. Kwa hiyo ni jitihada zote ambazo zinaonekana zitaendelea kutokea hata kipindi hiki, wakati dunia inazidi kutafuta equilibrium ambayo iko sawa. Ninachoweza kuambia wafanyabiashara watulie, kwa sababu athari zitakuwepo dunia nzima, lakini kwetu zinaweza zikawa sio sawa na watu wengine. Kwa hiyo watulie, ni kipindi kifupi tu. Mimi naamini kabisa ni kipindi kifupi ambacho Marekani nafanya hivyo makusudi kwa ajili ya kupata nafasi ya kunegotiate na nchi ambazo wana interest nazo, ambao najua na wenyewe wanataka kupeleka bidhaa kule kwao. Sisi huku Marekani haina vitu vingi inaleta huku, lakini na interest na nchi ambazo zina purchasing power kama Japani, kama China na hizo nchi nyingine za Ulaya, lakini sio sisi. Kwa hiyo tutulie tu, athari haitakuwa kubwa sana kwetu sisi, ila tunafanya monitoring kuangalia hasa swala la dola. Dola ikiyumba tu ndo na sisi tutakuwa tumeathirika sana. Unaona, lakini sisi hatuna chochote ambacho tunaweza kufanya, kwa sababu mataifa haya kama Marekani uchumi wake ni mkubwa sana. Sisi hatuwezi kuwa na control yoyote ile ya Marekani, ila tu tunasema kwamba measures zitafanyika ndani ya nchi kuhakikisha kwamba athari zinapungua. Lakini kusema kwamba athari zikitokea tutazipata haiwezekani, kwa sababu nchi yetu uchumi wake na mataifa ambayo yanapigana au yanavutana ni mkubwa, ni makubwa sana. Kwa hiyo sisi ni kumfanya monetary tu na kuangalia jinsi gani ya kulinda hasa hela zetu za kigeni ambazo tunazo zitumike vizuri kwa kipindi hiki mpaka upepo utakapopita, kwa sababu naamini kabisa hichi siku cha muda mrefu. Hamna namna ambao inaweza ikachukua muda mrefu. Hii ni strategy tu za kunegotiate. Unfortunately zinatumiwa na nchi kubwa na rais wa nchi kama Marekani, lakini ingetakiwa labda ni vitu ambavyo vingeweza kutumika na watu wadogo wadogo. Sasa yeye kwa sababu ameshaingia kwenye madaraka, basi anatumia nguvu zake kwa ajili ya kutafuta negotiation bila kujali watu wengine walioko pembeni. Yani tuseme kwamba ni mbinafsi. Yani kwamba rais amebadilika, amekuwa ni mbinafsi. Kwa hiyo anapambana bila kuangalia anakanyaga nini chini huko. Unaona, kwa hiyo ndio changamoto leo kuepo, na tulikuwa tunategemea, sababu hata alivyokuwa naongea, hata alivyokuwa na kujikampeni, ilikuwa inajulikana kabisa kwamba tunaenda huko. Kwa hiyo sasa kuangalia jinsi gani ya kupunguza zile athari zake sisi kama nchi.